Mungu akikupa unachokitaka ufanye nini? Tutaangalia watu wawili kama marejeo yetu. Mtu wa kwanza anaitwa Hana. Hana, kwa watu ambao wanasoma Biblia historia yake watakuwa wanaijua, lakini Hana alikuwa ni mke wa mtu mmoja anaitwa Elikana. Elikana alikuwa na wake wawili, mmoja aliitwa Penina, mwingine aliitwa Hana. Katika kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa kwanza pale. Haleluya! Kwanza mstari wa kwanza, sura ya kwanza maanisha. Haleluya! Sasa ukisoma hiyo story utakuta Penina alijaliwa kuwa na uzao, alikuwa na watoto, lakini Hana hakupata nafasi ya kuwa na watoto. Kwa hiyo Hana alikuwa ni mmoja ya watu wenye uhitaji. Kwa hiyo nafahamu wazi kwamba kwenye maisha yetu, jambo ambalo ni changamoto kubwa kwenye maisha yetu, hasa katika kizazi chetu kilicho nacho, ni mahitaji ambayo tunayo. Yaani, kama kungekuwa hakuna uhitaji, watu wengi wangekuwa na hali ya utulivu, lakini mahitaji ndiyo yaliyosababisha watu kutokuwa na utulivu, ndiyo yaliyosababisha watu kuhangaika kusini, kaskazini, mashariki kutafuta msaada. Kwa hiyo nafahamu wazi pia kwamba katika nyakati za mwisho, moja ya dalili ya nyakati za mwisho katika Amos 8 mstari wa 11 ni uhaba wa neno la Mungu. Kwa hiyo siku za mwisho tunazipima kwa kukosekana kwa neno la Mungu ndani ya watu. Neno la Mungu maana yake nini? Neno la Mungu sio tu Biblia, sio tu maandiko, ila neno la Mungu ni ile sauti ya Mungu juu ya changamoto au shida ambayo mtu anaipitia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuwa na changamoto, Biblia unayo, unatembea nayo. Nakumbuka kuna kale ka story, watu wakiwa wanaogopa wachawi wanalala na Biblia wanaweka kitandani, lakini bado wanakabwa usiku. Maana yake nini? Unaweza kawa na Biblia ila ukakosa neno la Mungu. Ndio maana hiyo Biblia shetani anaitumia, waganga wanaitumia, manabii wa uongo wanaitumia, wachawi nao wakati mwingine wanaitumia kudanganya watu. Lakini kilichokosekana ni nini? Ni ile neno la Mungu. Haleluya! Kwa hiyo uhitaji ni jambo ambalo lilikuwepo enzi na enzi. Hana ana uhitaji wa mtoto, ana kiu, ana shauku. Kwa hiyo anaishi maisha ya aibu, anaishi maisha ya kufedheheshwa, anaonekana hana thamani. Ndani yake anajishuhudia ya kwamba watu wakipita hapa katika familia yetu wanamheshimu Penina kuliko mimi, wanamzingatia mwenzangu Penina kwa sababu ana watoto, ana uzao kuliko mimi. Kwa hiyo kama ni huzuni, mtu aliyekuwa na huzuni hasa alikuwa ni Hana. Kama ni maumivu, mtu aliyekuwa na maumivu alikuwa ni Hana. Kwa sababu gani? Alikuwa anaishi katika uhitaji, alikuwa na kitu anaitamani akipate. Mume wake siku moja akamwambia, akamkuta analia machozi, akamwambia mume wake Elikana, akamwambia Hana, kwa nini unalia? Je, ni kwa sababu ya watoto tu? Angalia mimi mume wako jinsi ninavyokupenda. Kwa sababu Elikana alikuwa akimhudumia Hana kwa thamani kubwa zaidi kuliko Penina. Kama ni upendo, kama unawaachia shilingi 10,000, alikuwa anamwachia Hana ziada, alimpenda zaidi Hana. Akamwambia, basi kwa nini ulie kwa sababu ya kukosa watoto? Je, mimi mume wako si zaidi ya watoto? Kwa hiyo Elikana alijaribu kutibu ule uhitaji aliyokuwa nao Hana kwa kuwa na ukaribu na yeye, kwa kujisogeza karibu, lakini bado haikusaidia. Hana alikuwa analia kwa sababu ya kebei alizokuwa anapewa na mke mwenza Penina.
Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nafahamu huenda kuna majirani ambao wametuzunguka, kuna ndugu ambao wametuzunguka, kuna watu ambao unafanya nao kazi, kuna watu ambao mmesoma nao, kuna namna moja ama nyingine, ile hali wanayokuchukulia, ile heshima wanayokupa, ile dharau ambao wanaionyesha kwako, imekutengenezea picha ya kujiona wewe ni mhitaji. Kwa hiyo unatafuta msaada, unatafuta suluhisho ya kile kitu ambacho kinakunyima raha. Sasa Hana aliamua mwenyewe kufanya uchaguzi sahihi wa kutafuta suluhisho sehemu sahihi. Bwana asifiwe sana. Akatafuta neno la Mungu, akatafuta kwa Mungu. Na kwa kuwa hili ni hitimisho la somo letu, Hana mwisho wa siku akapata mtoto. Haleluya! Lakini ambacho Hana anatufundisha ya kwamba ule mtoto aliyempata aliahidi kumpa Mungu. Maana yake ni kwanza alibadilisha lengo la kupata mtoto, ule uhitaji wake aliubadilisha, akasema Mungu, mimi sio kwamba ni mhitaji wa kuwa na mtoto ili niheshimiwe kama Penina, ili jamii nione ni mtu wa maana kama Penina, ili watu wakija nipate cha kuzungumza nao. Hapana, ila huyu mtoto utakayenipa ni kwa ajili yako. Haleluya! Kwa hiyo huenda Mungu alimuona Hana akasema, wewe Hana, nikikupa mtoto kitakachotokea utaniacha, utaingiwa na kiburi, utaingia na ujivuni, utaanza kudhalau watu. Kuna watu ambao walikuwa hawana kazi, baada ya kupewa kazi, wakimwona mtu hana kazi, wanaanza kumwelezea vitu vingi sana. Kwanza wanaanza kumwonyesha ya kwamba ili uwe na kazi, badilisha hata namna ya kutembea. Wasijue kwamba ile kazi wameipata kwa neema. Wanaanza kujionyesha kwamba wao kuna namna walijistahirisha. Haleluya! Sasa Hana anatufundisha kitu kizuri sana, kwamba alikuwa ni mhitaji, akaomba na akapokea. Bwana asifiwe. Lakini mtu mwingine wa pili ni Sauli, ama kwa lugha nyingine unaweza ukaweka taifa la Israeli. Haleluya! Bwana asifiwe. Nanielewa watumishi wa Mungu, sijakawa nimewaacha, natamani kushuka chini lakini naona maiki yanasumbua. Haleluya. Kwa hiyo mtu mmoja anaitwa Sauli mfalme, ama unaweza kaweka bracket ukasema taifa la Israeli, ni mfano wetu wa pili wa kuangalia. Hawa watu walikuwa wanahitaji mfalme, walikuwa wana shida ya mfalme, taifa la Israeli. Tusoma kwenye Samueli wa kwanza sura ya 12. Kwa katika uhitaji waliokuwa nao, Mungu akawapa mfalme. Sio kwamba Mungu alikuwa anataka, sio kwamba Mungu alikuwa na haja ya kuwapa kile kitu, lakini katika uhitaji waliokuwa nao ilifikia hatua Mungu akasema okay, mnaweza kuwapa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tutakuja kuona baadaye matokeo yao. Kwa hiyo sasa nilichokuwa nataka kusema ni kwamba katika maisha yetu tunavyoishi kila siku, nafahamu wazi kwamba wengi tunaishi katika hali ya uhitaji. Wengi tunatamani kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sasa usipokuwa makini, Mungu anapokujibu hitaji lako, itakuwa ndio mwisho wa maisha yako. Sulemani anasema ya kwamba kufanikiwa kwake mpumbavu kutamwangamiza. Haiondoi kwamba amefanikiwa, haiondoi kwamba amebarikiwa, haiondoi kwamba amepata hitaji lake. Lakini je, baada ya kupokea nini kilifuata? Kama mlivyosoma asubuhi tulivyojifunza, mtumishi wa Mungu alipohubiri, amehubiri vizuri sana, akasema kumtumikia Mungu kuna kuzalishia au kuna kurejeshea faida 1, 2, 3, 4, 5: ulinzi, kubarikiwa, kibali. Mungu anakuheshimisha kwa sababu umemtumikia. Sasa je,
Unafahamu kwamba Mungu anapokubariki, Mungu anapokulinda, Mungu anapokujibu hitaji lako, Mungu anapokupa kile ambacho unakihitaji, utafanya nini baada ya hapo? Kwa kuwa wengi baada ya kupokea walipotea. Yaani ni rahisi sana ukiwa hauna kusema ya kwamba unajua, mimi nikibarikiwa sitakuwa kama fulani, mimi Mungu ukinipa sitakuwa na jeuri. Ni rahisi sana. Yaani ukiwa kwenye uhitaji ni rahisi sana kuona kwamba kuna watu, kuna ndugu yangu bwana alikuwa na shida, ila toka amepata kazi kanisani haendi. Yaani ni rahisi kusema kwamba mimi Mungu ukinipa kazi sitakuwa kama fulani, lakini siku ukipewa kazi utabadilika. Kuna hekima fulani utaipata. Bwana asifiwe sana. Niwahi kutoa mfano nikasema, kwa mfano unaweza kuwa umemwomba Mungu, unaomba unisaidie nipate kazi, na hii kazi labda nitalipa shilingi milioni 1 kwa mwezi. Kwa sababu uko kwenye uhitaji, unaamini Mungu, katika hii milioni 1 unayonipa mimi nina uwezo wa kukutolea 300,000. Achana na fungu la 10, achana na 100,000. Yaani nina hamu Mungu unibariki, halafu mimi ni mtumishi wako mzuri, ukinipa milioni 1 nitakupa 300,000. Halafu Mungu, mshahara wangu wa kwanza utakaonipa nitauleta kwa Bwana, nitamtolea Mungu, nitafanya 1, 2, 3 kizuri kwa ajili yako. Haleluya! Rahisi mno. Ndivyo wanapofanya watu ambao wanaomba maombi ya Hana. Wanakutana pamoja, wanasema jamani, tuombe maombi ya Hana. Haleluya! Wanaomba vizuri kama alivyoomba Hana, Mungu ukinipa mtoto nitamtoa kwako. Sasa umeshapata kazi, umeshapata kile ulichokuwa unakihitaji, unaanza kuona ya kwamba kumbe hii milioni 1 niliyopewa, kwanza hapa ofisini watu wanavyoishi, wanavyotembea, watoto wao shule wanazosoma, nikisema nitoe 300,000 kanisani kama nilivyokuwa nimesema, hapana, tafeli. Bwana asifiwe sana. Halafu inabidi nitafute aina ya nguo ambazo zitaendana na kazi ninayoifanya. Kwa hiyo kwa lugha nyingine unajikuta umetengeneza mahitaji mengine. Ndivyo inapokuwa. Mama mmoja na mume wake walikuwa na shida ya watoto. Walipokuwa na shida ya watoto, wakamwambia Mungu, tupe watoto. Wakaomba, Mungu akawapa mapacha. Haleluya! Walipopata mapacha wakafurahi sana. Baadaye sasa mapacha kuwalea, unajua ni mtihani. Mama akatoka kanalia, ugomvi ukaanza kwanza ndani. Maana sasa mume wake anatoka kazini amechoka. Mama naye anapomwona anasema afadhali umekuja. Kwao wakawa hawaelewani. Baadaye na kanisani sasa shida. Kwa nini tukienda kanisani katoto kanasumbua, utulivu hakuna? Kwa hiyo sasa ni bora tu tusiende. Haleluya! Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu akawa tayari wamemwacha, ila kile alichokuwa anakihitaji wamekipata. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi ni mwanadamu kama wewe, nafahamu wazi ukiwa na uhitaji, kutoa ahadi kwa Mungu ni rahisi mno. Yaani ni rahisi kusema, unajua wana wa Israeli walikuwa ni wajinga sana. Mungu amewatoa Misri, amepasua bahari, mmepita bahari kavu, halafu wanafika kule mbele wanamwacha Mungu. Kweli? Mimi sio hivyo. Mimi Mungu akinitoa kwenye hii changamoto nilionayo, mimi Mungu akiniinua hapa, akinihamisha hapa, sitakuwa kama wana wa Israeli. Haleluya! Rahisi mno. Ila siku ukifika kwenye ile hatua ndo tutajua kwamba kile kitu kilichokuwa nakiona kilikuwa sio kipesi. Haleluya! Kwa hiyo Mungu amekusudia mchana wa leo tujifunze kwa sehemu kwamba Mungu anapotupa hitaji tulilonalo, anapojibu haja ya moyo wetu, nini tukifanye? Haleluya! Kwa hiyo kama nilivyosema ya kwamba andiko hili ambalo mnaliona hapa mbele yenu, Genesis 22:14, Mwanzo 22:24, ndio andiko ambalo tutaanza kulisoma. Haleluya! Kwa hiyo nimesema ya kwamba kitu cha kwanza cha kuzingatia, sifa mojawapo ya Mungu, Mungu ni mpaji, Mungu ni mtoaji,
Haleluya! Mungu ni mtoaji, Mungu ni provider. Huenda leo nitakusaidia pia ujue kwamba kanisa unaloabudu linasimamia mstari gani. Haleluya! Maana sasa unakuja kanisani kila siku, tukikuuliza pale madhabahuni kuna andiko gani, ujui lina maana gani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sifa ya Mungu, Mungu ni mtoaji, Mungu ni mpaji. Kwa hiyo nina uhakika ya kwamba pamoja na kwamba una uhitaji, ni muhimu kujua ya kwamba sifa ya Mungu ni kukupa. Yaani kifupi ni kwamba ile kutokuwa nacho haimaanishi kwamba Mungu hatoi, haimaanishi kwamba Mungu hawapi watu, Mungu hawahudumii watu. Sifa ya Mungu ni mtoaji. Kusoma yale majina ya Mungu utakuta Mungu anaitwa Jehova Jire. Haleluya! Kwa hiyo tunaposema ya kwamba katika mlima wa Bwana itapatikana, ni mahala ambapo Ibrahimu alitengeneza madhabahu wakaita Jehova Jire. Maana yake Mungu ni mpaji, Mungu ni mtoaji. Kwa hiyo hilo uhakika ninalo, yaani katika maisha yako ujue Mungu anaweza kukupa chochote unachokuhitaji katika mazingira yoyote yale, katika wakati wowote ule. Mungu anaweza kukupa kile unachokihitaji. Lakini nataka ujue kwamba kwa nini Mungu wakati mwingine hakupi? Kwa nini wakati mwingine Mungu anajizuia? Kwa sababu gani? Kuna matokeo baada ya Mungu kukupa. Haleluya! Saidia ule mlango umefunguka tena. Kwa hiyo Mwanzo sura ya 22 mstari wa 8, na nikisema nikusomee hii mstari naona sitamaliza somo, kwa nitakuhadisia tu. Haleluya! Mwanzo sura ya 22 mstari wa 8 mpaka wa 17. Hapa utakuta stori moja ambayo ni muhimu sana uijue, kwa kuwa hii ndio stori ambayo pia kanisa letu hili la mahali hapa linasimamia. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Mwanzo sura ya 22. Hapa tunamkuta Ibrahim baada ya kuwa amepokea zawadi kutoka kwa Mungu. Mstari wa 8, Ibrahimu akasema Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka. Haleluya! Ibrahimu amepewa zawadi ya mtoto miaka 99. Bwana asifiwe. Na ukisoma kwenye kitabu cha Ibrania kinapoelezea kuhusiana na mashahidi wa imani, ninapozungumzia kwamba watu ambao tunawasoma kama marole model wetu, kama wazee wetu wa imani ambao kwao tunaangalia, tunajifunza namna walivyoishi. Jambo mojawapo lililomfanya Ibrahimu kuhesabiwa kuwa baba wa imani ni habari hii ambayo tunaisoma hapa. Mungu amempa mtoto ambaye amemsubiri kwa muda wa miaka 99. Ibrahimu hana mtoto. Haleluya! Alafu sasa uzuri wa Ibrahimu, yaani unatakiwa unaposoma Biblia ujifunze. Ndio maana tunasema ya kwamba Mungu tunamjua kwa kujifunza kutoka kwake, kwa maarifa. Na Mungu ni watofauti sana na vitu vingine. Ukitaka kujua hii maiki, utaichukua, utaigugo, utaangalia wametengeneza na nini, kwa nini inasikika kule, kwa sababu iko chini yako. Lakini Mungu yuko juu yetu. Yaani wewe huwezi kumchunguza Mungu, huwezi kusoma Mungu kwenye vitabu, huwezi kumjua Mungu kwa kuhadisiwa. Haleluya! Bwana anasema vile akili zangu hazichunguziki. Kwa uchunguzi hauwezi kufanya kazi. Lakini Mungu unamjua. Kwa nini? Mungu anajifunua mwenyewe. Kwenye Waefeso 1 mstari wa 17 mpaka 20 anasema ninyi mjaliwe roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kwa hiyo mjue Mungu, inabidi Mungu ajifunue kwako, ajiweke wazi ili uweze kumwelewa. Umpe ile nafasi ya Mungu kujifunua. Bwana asifiwe sana. Kwa kuwa ukisoma vitabu utatoka umekariri, utakuwa kama Adamu, utatoka kama Ibrahimu. Kuna watu ambao walikimbia baraka zao, walikimbia
sehemu ya wao kubarikiwa kwa kusoma kwamba Ibrahimu aliambiwa toka katika nyumba ya baba yako. Kwao na wao sasa waliposoma lile andiko wakasema, aha, kumbe hapa nilipo ndo panaponichelewesha. Wakaondoka. Walipoondoka Mungu akaja pale akauliza, Adamu uko wapi? Bwana asifiwe. Kwa lazima Mungu akifunulie neno lake, ajifunue. Mwangalie Yesu wakati anajaribiwa. Shetani amekuja na maandiko. Akasema imeandikwa, ukijitupa Mungu ataagiza malaika wake watakuchukua. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndio maana tunasema tunda la Roho ni kiasi. Kiasi kwa maana gani? Kiasi maana yake ni balance. Yaani ukisoma andiko moja fulani, lile andiko Mungu anatakiwa aingie ndani ya lile andiko, maana yeye ndiye neno. Haleluya. Alitafakari alafu alifunue ndani yako maana yake kwa majira hayo, ili usije ukakurupuka ukamwambia Mungu, ukinipa mtoto nitamtoa kama Ana alivyomtoa. Haleluya. Halafu Mungu akasema okay, ngoja nikupe. Akikupa kale katoto kanafanyika kuwa uzio wa wewe kumuona Mungu. Kwa kuwa muda wote wanasema haka ni katoto kangu kapekee, katoto kangu katika uzee, nimehangaika sana, Mungu amenibariki sasa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima ujue Mungu lazima ajifunue, akupe ile roho ya ufunuo na roho ya hekima katika kumjua yeye. Yesu siku moja alikuwa anafundisha madhabahuni, akahubiri vya kutosha, halafu mwisho wa siku akasema watu waje watoe sadaka. Walipokuja kutoa sadaka, watu wote wanaja kutoa sadaka kwa sheria walivyofundishwa, ila mama mmoja akatoka kutoa sadaka kwa kufunuliwa. Yaani Mungu amemfunulia ndani ya kwamba toa sadaka yote. Mungu Yesu akasema ya kwamba humu ndani watu wamekuja kutoa vingi sana, lakini huyu mama mjane, sio kwamba alitoa kidogo ndio sifa au sio kwa sababu alikuwa ni mjane, au sio kwa sababu alitoa yote, ila sifa ambayo ilifanya apate kibali kwa Mungu ni alitoa kwa kufunuliwa. Kwa hiyo unaweza ukatoa sadaka nzuri ikabariki sana, ikatengeneza madhabahu, lakini kama hakukuwa na ufunuo wa Mungu hautabarikiwa. Utasema tu yani nimetoa sana lakini sioni matokeo. Halafu inakuwa ni mbaya sana watu wanaotoa kwa namna hiyo. Kuna namna tu, hata siku moja mchungaji labda amekupita sehemu hajakuona vizuri, hajakusalimia, unaanza kusema unaona sisi tunajitoa sana ila hatusalimii. Kiburi ni rahisi sana kuibuka, yani it's very easy kiburi kuinuka, kwa sababu ulifanya kitu pasipokuwa na ufunuo wa Mungu ndani yako. Haleluya. Kwa Ibrahimu amefikisha miaka mingi sana ameishi, amefika katika hali sasa Mungu amejibu hitaji lake la kupata mtoto, anaye Isaka. Baadaye Mungu anamwambia sasa ninamuomba huyo Isaka umtoe sadaka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kumbuka ile ilikuwa ni kama liwadi, ilikuwa ni kama zawadi. Mungu amekupa zawadi, Ibrahimu amekupa mtoto anaitwa Isaka. Kwa nini? Ibrahimu alikuwa ni mpore sana. Ibrahimu ukifuatilia historia yake utagundua kwamba Ibrahimu alikuwa anaishi na watu wengi, alikuwa na uzao mwingi, sio watoto wake, lakini alikuwa anaishi nao, anawatunza vizuri. Alikuwa anaishi na kina Rutu, alikuwa na wafanyakazi wengi ambao alikuwa anawahudumia kama watoto wake. Sasa malipo ya ule wema wake, Mungu akampa katoto kazuri anaitwa Isaka. Haleluya. Baadaye Mungu akamwambia ninaomwomba ule mtoto. Kwa imani inaanza kutambulika pale kwa Ibrahim, pale ambapo Ibrahim anasema ya kwamba twende tukamtoe Isaka. Isaka anamuuliza baba, sadaka iko wapi? Huyo mwanakondoo ambaye tunaenda kumtoa iko wapi? Ibrahim anamwambia Bwana atajipalia, Bwana atajipatia. Haleluya. Kwa hiyo ni uhakika, ni sifa ya Mungu kutoa, ni sifa ya Mungu kutupa. Lazima ujue hicho kitu. Bwana asifiwe. Kuna kitabu changu kimoja kinasema karibu katika maisha yenye baraka.
Maisha yenye baraka maana yake nini? Kwanza lazima ujue kwamba Mungu ni mpaji. Mungu anakupa. Shetani akijaribu kukuondolea hiyo sifa ya Mungu kwenye maisha yako, akakwambia Mungu hakupi, akakwambia Mungu hajibu maombi, ameshamaliza mambo yako yote. Yesu wakati anajaribiwa, majaribu yote ya shetani yalikuwa yanajaribu kumwambia Yesu ya kwamba Mungu hawezi kukupa 1, 2, 3, au kwa lugha nyingine, wewe ni muhitaji, wewe hauna. Shetani akikwambia wewe hauna, utateseka mno. Yaani ni rahisi mno kuiacha imani pale tu utakapoambiwa wewe hauna, na ni rahisi mno kujaribiwa pale tu ambapo utaambiwa hauna. Kama ilivyo rahisi kutapeliwa, ili tapeli ya kutapeli lazima kuonyesha kwamba kile ulichonacho hakitoshi. Lazima kujengee shauku ya kuongezeka. Akwambia kwamba ndugu, unajua hiyo 30 ukinipa kuna namna tutafanya, utapata 200,000. Kwa hiyo anakuambia nini? Hauna cha kukutosha. Shetani akamwambia Yesu, ukiniabudu tu, haya mengine yote ya duniani unayoyaona, dhahabu, fedha, nitakupa. Maana yake nini? Anamwambia Yesu ya kwamba wewe hauna hela, wewe una uhitaji, wewe ni mgonjwa. Maandiko anasema aliye dhaifu asema nina nguvu. Hapo anasema jinsi ajionavyo mtu ndani yake ndivyo alivyo. Kwa nini? Kwa sababu shetani kazi yake ni kukufanya ujione ni muhitaji, ujione ya kwamba huna utoshelevu. Kwa hiyo Ibrahimu anamchukua Isaka kwenda kumtoa sadaka. Mambo kadhaa ya kuzingatia hapa katika hili jambo, ili tufikie hatua ya kujua kwamba Mungu ni mpaji. Haleluya! Jambo la kwanza, Ibrahimu alitii wito. Kwa hiyo utii unaweza kukufanya au kukufikisha katika hali ya kupokea kile unachokihitaji. Bwana asifiwe sana. Utii. Ibrahimu alitii wito, pamoja na kwamba alikuwa katika hali ya kuhitaji mtoto, anatamani akae na mtoto wake, amlee vizuri, lakini wito wa Mungu umekuja kumuita ya kwamba na kiomba hicho unachokitaka na kihitaji. Haleluya! Kwa hiyo Mungu wakati mwingine anaweza kukufikisha katika mahala ambapo anataka yeye akae kwenye nafasi. Kwa hiyo atakapotaka Mungu akae kwenye nafasi ya maisha yako, kile ambacho unakitumainia, kile ambacho anaona kinaweza kumuondoa kwenye nafasi, ana uwezo wa kukuhitaji. Haleluya! Tumejifunza asubuhi kwa habari ya Ana binti Fanueli. Nafundisha mchungaji hapa. Bwana asifiwe. Huyu mama ameolewa, amekaa na mume wake miaka 7. Haleluya! Halafu Mungu ana uhitaji wa mtu mwombezi kwa ajili ya Masihi. Akasema, ndugu yangu, ninamhitaji mume wako ili nikupate wewe. Kifupi ni kwamba kama yule mume asingekufa, maana yake ni kwamba yule mama asingekuwa muombaji madhabahuni. Kwa muombaji angekosekana. Haleluya! Hapo ndipo unapokuja kwenye hatua ya kusema akili za Mungu hazichunguziki. Mungu yeye ni mtoshelevu. Kwa wakati wewe unasema ninakushukuru Mungu nimepata hii kazi, Mungu kuna kitu anakiangalia, anasema ikiwa huyu mtu atabaki kwenye hii kazi, kuna namna 1, 2, 3 nafasi yangu itachukuliwa. Kwa hiyo Mungu anachokifanya anaiondoa ile kazi. Halafu wewe unalia, unasikitika, unahuzunika, unanung'unika, unalalamika. Ukishaanza kulalamika tu, shetani anapata nafasi. Haleluya! Lakini fahamu wazi kwamba Mungu ni mpaji, na kusudi kuu la Mungu kwenye maisha ya mwanadamu ni yeye akae kwenye nafasi yake. Ndio maana anasema ya kwamba nabisha hodi. Ukifungua moyo wako, mimi, Roho Mtakatifu na Yesu Kristo tutaweka makao ndani yako. Shauku yetu ni nini? Tuishi sisi, sio wewe. Kama hatuna mtoto ni sisi, sio wewe. Hatuna kazi ni sisi, sio wewe. Hatuna biashara iendi ni sisi, sio wewe. Haleluya! Hiyo ndio shauku ya Mungu. Sasa Mungu akiukuta moyo wako uko wazi,
umemruhusu Mungu aingie yeye, aishi yeye, unakuwa rafiki yake. Haleluya! Mfano mzuri, Suleimani alipoenda kuomba mbele za Mungu, akatoa sadaka nzuri, akamwomba Mungu vizuri. Mungu akampa option, akamwambia, ndugu, umetoa ibada nzuri, sadaka yako imepata kibali, omba chochote. Haleluya! Suleimani akasema, naomba hekima. Sasa hekima ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Yaani kwa lugha nyingine, Suleimani alichokiomba, aliomba ajazwe Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine, Suleimani alijitoa kwa Mungu, akasema, mimi si kitu, bali ninataka wewe Mungu mwenyewe uishi ndani yangu, unijae. Kwa hiyo Suleimani akapokea roho ya hekima na ya ufunuo. Ukishapokea hicho kitu, automatically mambo mengine yote yanakuja kwako. Ndio maana Yesu alisema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Haleluya! Sasa ili Mungu afikie hatua ya kukuamini kwamba ninaweza kumzidishia huyu mtu, ni mpaka aone mchakato kama wa Ibrahimu umeweza kuutimiza. Hiyo changamoto. Hapo ndipo kulipo na kazi ngumu. Nani ambaye yuko tayari kupitia mchakato kama wa Ibrahimu? Haleluya! Nani ambaye Mungu akimsemesha akaitikia wito? Na mara zote utakapoitikia wito wa Mungu, Mungu huwa anaachilia baraka. Haleluya! Lakini shida inakujaga pale ambapo kuitikia. Kwenye kuitikia ndio shida. Ukisoma katika Kumbukumbu la Torati 28 anasema, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kutii, kufanya bidii kutii maagizo ni kuagizao hivi leo, ndipo utakapobarikiwa mjini na vijijini. Kizazi chako na vizazi vyako vitakuwa mbarikiwa. Haleluya! Sasa je, unataka kujiita wewe ni mzao wa Ibrahimu? Lazima ujue mchakato wa Ibrahimu kubarikiwa. Ibrahimu alisikia. Kusikia maana yake nini? Kutii, kusikiliza. Hapa tulivyo hapa, tumekaa ndani, kuna sauti tunaisikia huko nje. Bwana asifiwe sana. Nani asikii kinacholia? Watumishi wa Mungu, mko serious sana. Nani asikii kinacholia huko nje? Mnasikia wote, si ndio? Unaelewa? Hauelewi. Maana yake ni kwamba hausikii, ila tu kuna sauti inakuja, ila hausikii. Sasa neno la Mungu linataka ukisikia utafakari, uelewe. Yoshua aliambiwa kwamba neno hili au maandiko haya, maneno haya uyatafakari usiku na mchana. Sio usikie tu kama hivyo unavyosikia, kuelewa chochote kile. Nikikuuliza ulikuwa unasikia sauti, ilikuwa inamaanisha nini? Hujui. Sasa ikiwa ni mtu wa namna hivyo, neno la Mungu ukiwa unalisikia kama unavyosikia hicho kitu, ni hatari mno kwenye maisha yako. Na bahati mbaya utabadilika, utakuwa mhubiri wa habari mbaya. Utaanza kusema makanisa ni matapeli. Utaanza kusema mimi nimekaa kanisani miaka 30. Watu wanaokuambia Mungu ni waongo. Kwa nini? Hukuwa na masikio ya kusikia sauti ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Ibrahimu anasikia wito, anasikia sauti ya Mungu, anakubali, anatii. Na maandiko anasema ikiwa mtatii, katika Isaya 1:18 anasema ikiwa mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Haleluya! Kwa Ibrahimu anakubali, anaenda kumtoa sadaka Isaka, ananyanyuka, anachukua hatua. Haleluya! Kwa hiyo Ibrahimu anapoenda kumtoa Isaka sadaka, anatufundisha utii. Lakini pia Ibrahimu aliamini ya kwamba Mungu ni mtoaji. Ndio maana akamwambia Isaka, Bwana atajitwalia mwanakondoo. Ibrahimu alikuwa na imani. Soma Waebrania inasema kwa imani Ibrahimu aliamini. Haleluya! Kwa huenda Ibrahimu aliwahi kupita katika mazingira ambayo alihitaji kondoo kutoa sadaka, lakini mazingira hayakuwa yanamshawishi.
Mungu akampatia. Bwana asifiwe sana, haleluya. Sasa kwa sababu ya muda nitasummarize jambo hili. Kwa Ibrahimu alipoenda kumtoa Isaka, akamwomba Mungu, akaenda na Isaka kutoa sadaka. Kwanza nimesema alisikia wito, alikubali. Pili, Ibrahimu alitii sauti ile ya Mungu, akachukua hatua. Lakini pia anamjibu Isaka ya kwamba Bwana atajitwalia, manake aliamini kwamba Mungu ni mpaji, Mungu ni mtoaji, akaenda. Haleluya. Walipofika eneo la kutoa sadaka, jambo lingine tunajifunza ni kwamba Mungu akaachilia sadaka, akaachilia kondoo mume katika kichaka. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Sasa Ibrahimu anatufundisha kitu kizuri sana, ndugu yangu. Unaweza ukapita katika mahala ambapo huoni jambo la kukusaidia, halafu Mungu akaliachilia lile jambo. Haleluya. Jambo la kuzingatia, lazima uwe na macho ya kuona, lazima uwe na macho ya kiroho ya kuona. Mungu amekwambia ukamtoa Isaka, mtoto wako. Umefika eneo la tukio, umefanya maandalizi, amemfunga kama mtoto, ghafla anaona kwenye kichaka kondoo. Haleluya, Bwana asifiwe. Je, umepata ule ufunuo wa kujua kwamba huyu kondoo ninapaswa kumchukua na nimfungue Isaka? Lazima uwe na macho ya kiroho. Ndio nikasema kwamba lazima upate roho ya ufunuo. Kwa Ibrahimu anamwona kondoo katika kile kichaka, anajua kwamba huyu kondoo ni dhabihu ya kutoka kwa Mungu. Anafunuliwa kile kitu, kama alivyomtokea Musa. Musa alihitaji macho ya kiroho kujua kwamba hichi kijiti au hichi kichaka kinawaka moto lakini hakiteketei. Sasa watu wengi ambao tunaishi nao, watu wengi ambao wako ndani ya kanisa, haleluya, ni watu ambao wanaona kichaka, wanamuona kondoo kwenye kichaka lakini hawamzingatii. Wanaona kichaka kinawaka moto lakini hawakizingatii. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba wanapishana na muujiza, wanaendelea kulalamika, mbona Mungu hatukuoni? Mbona Mungu, nimehitaji kitu fulani hujanipa? Mbona nimehitaji sadaka ya kutoa hujanipa? Kwa nini? Wanakiona kichaka lakini hawakizingatii. Wanaona kondoo kwenye kichaka lakini hawamzingatii. Haleluya. Kwa hiyo inahitaji Musa apate roho ya ufunuo ya kujua kwamba kinachoendelea hapa sio cha kibinadamu. Mwingine angesema kwamba huu moto nao toka asubuhi unawaka, uzimi tu, achukue majani azime. Ndivyo inavyotokea. Unauona moto unawaka, lakini kwa kuwa macho yako yamefumbwa, macho yako yamezibwa, hauna roho ya ufunuo, unaenda kuzima ule moto. Unamwona kondoo kwenye kichaka, baadaye unachukua ule kondoo, unamwangalia tu, unasema hawa watu nao hawazingatii, wamemwacha kondoo hapa, kwa kuwa simjui, unaachana naye. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa lazima uwe na ile roho ya ufunuo katika kujua mapenzi ya Mungu, katika kujua nini Mungu amekusudia katika kile anachokupa. Haleluya. Kwa Ibrahimu akamchukua ile kondoo, akamtoa sadaka. Haleluya. Sasa wengine wamepewa kondoo, badala ya kujua kwamba huyu kondoo ni mbegu, wamemfanya kuwa chakula. Ndio ilipotokea. Bwana, ninakwenda Dar es Salaam, sina kazi. Nikifika kule, Mungu nipe kazi. Mungu anakupa kazi, ila kazi anayokupa, anakupa mbegu, anakupa kondoo umtolee yeye. Halafu unapopokea unasema ninakushukuru Mungu kwa baraka zako. Mbegu unaila, ambayo itakuwa sadaka umeila. Kwa kinachotokea baada ya hapo, unasubiria maisha ya baraka, unaishia kwenye laana. Ndio maana nasema kwamba lazima uwe na Roho Mtakatifu, lazima uwe na roho ya kufunulia, kujua kwamba hichi nilichokipata ni mbegu. Ndio inamsaidia Hana. Hana alijua ya kwamba furaha yangu ni kuwa na mtoto, lakini
huyu Samueli niliyepewa ni mbegu ya kuzalisha furaha yangu endelevu. Kwa wengine wamepewa Samueli, wengine wamepewa kondoo, lakini wakasema huyu kondoo ni wa kwangu Bwana, wakang'ang'ania. Kwa hiyo mwisho wa siku wakamwambia Mungu, hii mbegu ulionipa ni chakula changu, haiwezekani, na mimi nataka nijenge nyumba. Haleluya! Kuna watu Mungu anawasemesha, anawaambia hilo ulioipata, ulioipata, nenda kanunue kiwanja cha kanisa. Haleluya, Bwana asifiwe. Umesikia kabisa Mungu amekwambia hicho kitu, lakini unasema pale kazini mtu ambaye hana kiwanja ni mimi tu. Pale kazini ndugu zangu wengi hawajajenga, nataka mimi ndio niwe wa kwanza kujenga. Ndivyo inavyokuwa. Yaani Ibrahimu alikuwa na nafasi ya kusema ya kwamba yaani jamii hii yote mimi ndo naihudumia. Wanapoona nimepata mtoto alafu nimemtoa tena, nitaonekana sio baba, nitaonekana sina mtoto. Lakini akasema ya kwamba vyote ni vya Mungu, akasema nitampa Mungu. Kwa hiyo tunajifunza hapa sasa, Ibrahimu baada ya kutoa ile sadaka, ambayo ilikuwa ni mbegu, mwisho wa siku Mungu anamtokea katika mstari wa 14 pia. Baada ya Ibrahimu kutoa ile sadaka, ndipo Ibrahimu anamwita Mungu, wewe ni Jehova Jire, wewe ni Mungu mpaji. Haleluya! Mungu ana uwezo wa kukupa kile unachokitaka, na hilo ni uhakika. Yale yote unayoyahitaji Mungu ana uwezo wa kukupa. Haleluya! Kwa lazima uzingatie, ujue ya kwamba Mungu akishakupa nini kinafuata. Haleluya! Sasa lazima ujue kwamba Mungu anapokupa vitu malengo yake ni nini hasa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa Ibrahim alijua ya kwamba Mungu ndiye amempa. Kwa hiyo unaweza ukajifunza pia, Mungu akikupa unachokitaka, jambo la kwanza la kuzingatia ni kumshukuru na kutambua ya kwamba yeye ndiye Mungu mpaji, Mungu anayetupa vitu vingi zaidi na zaidi. Mambo ambayo unatakiwa kuzingatia kwamba ili Mungu akupe vitu huwa anazingatia vitu gani? Jambo la kwanza, Mungu huwa anatupa kwa majira yake. Mungu anatupa vitu kwa majira yake. Kwa hiyo tusoma Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza. Tunakaribia kumaliza, watumishi wa Mungu. Hata kama muziki kananifanya niamini kweli niko Mbagala. Haleluya. Kwa hiyo nimesema mambo ya kuzingatia sasa hivi, kujua kwamba ili Mungu akupe huwa anazingatia vitu gani. Jambo la kwanza, Mungu anazingatia majira sahihi ya wewe kupewa kile ambacho unakihitaji. Kuna majira ambayo haustahili kupewa kitu ambacho unakihitaji. Huenda ni kitu cha muhimu sana, ni kitu kizuri, lakini kama sio majira sahihi ya Mungu, Mungu atajizuia kukupa, atakifanya kile kitu kisije kwako. Haleluya. Kwa hiyo Mungu hutupa vyote kwa majira sahihi. Muhimu kuzingatia kuhusu majira. Sasa kusoma katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Hapa utajifunza kwa habari ya wana wa Isakari. Maandiko yanasema, na wana wa Isakari walikuwa ni watu wenye akili katika kujua majira na nyakati, kujua yale yanayowapasa kutenda. Haleluya. Kwa hiyo ukijua majira itakusaidia kujua jambo gani unapaswa kufanya, itakusaidia kujua mambo gani unapaswa kuyazingatia. Kuna majira ambayo unatakiwa unywe maziwa, lakini kuna majira ambayo unatakiwa ukue, uanze kula chakula. Haleluya.
Kwa sasa ni muhimu sana kwenye maisha yako, ili ujue sifa ya Mungu ya utoaji, Mungu kukupa, lazima uyajue majira, ili unapoomba ujue kwamba majira haya ninayoomba hichi kitu ni majira sahihi, na majira yamefungamanishwa na kusudi. Mungu anaweza asikupe kitu ikiwa tu majira ambayo hicho kitu unakihitaji hayana kusudi. Kwa lazima ujue katika mahitaji ulionayo, kwanza atakuzingatia, pamoja na kwamba unahitaji majira ya Mungu, kila jambo na wakati wake, kila jambo na majira yake. Sasa lazima ujue hicho kitu. Usipojua majira, ni vigumu mno kuweza kutembea na Mungu, na ni vigumu mno kuweza kushuhudia matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yako. Aidha utapata kitu ambacho kitakudhuru. Kuna watu wamelazimisha vitu pasipo kuzingatia makusudi ya Mungu, kwa sababu hawakuelewa majira, hawakupata akili ya kutambua majira. Usipotambua majira, utafanya maamuzi ambayo yatakuumiza baadaye. Utafanya maamuzi ambayo yatakutoa kwenye kusudi la Mungu. Haleluya! Uzuri ni kwamba maandiko yako wazi, yanasema ya kwamba siku moja kwa Mungu, haleluya, siku moja kwa Mungu ni sawasawa na miaka 1000. Haleluya! Kwa hiyo ukija kwenye dunia na njia anayotumia shetani, atajaribu kukuonyesha ya kwamba wewe ndio unaweza kuyajua majira. Alafu shetani ni mjanja sana, yaani ni mtu, of course sio mtu, ni roho ambayo yenyewe inapenda kuwashuhudia wanadamu juu ya majira, kwamba majira uliopo wewe umepoteza kitu, uko nje ya majira, umekosea. Haleluya! Kwa hiyo shetani akifanikiwa kukuambia kwamba majira yako umeyapoteza, maana yake amefanikiwa kukutengenezea kitu kinaitwa tamaa. Akishakutengenezea tamaa, ameondoa utoshelevu ndani yako. Akikuondolea utoshelevu ndani yako, anaweza kukutawala, anaweza kukushawishi, utafanya maamuzi ambayo hayana makusudi ya Mungu. Haleluya! Habakuki sura ya 2 pale inasema ile njozi ulionayo, japo inawezekana ikaonekana imechelewa, lakini ingojee. Kwa nini? Kila jambo lina majira yake na kusudi lake, na nimekwambia kwamba Mungu anafahamu majira sahihi ya wewe kupata kile unachokihitaji, Mungu peke yake. Ila shetani ana uwezo wa kukwambia kwamba majira yako ya kupata kitu fulani ni majira fulani, ili akutengenezee tamaa, asikupe utulivu katika maamuzi yako. Kwa hiyo utaona ya kwamba hapa ninachelewa. Bwana asifiwe. Utaona ya kwamba huu muujiza natakiwa ni utafute sehemu fulani, natakiwa nisitulie, umri wangu wa kuolewa umepita. Nani aliyekwambia umri wako wa kuolewa umepita? Nani aliyezungumza? Ndio nataka ujiulize. Mtu akikwambia kwamba 1, 2, 3 zimechelewa kwenye maisha yako, mwambie una uhakika gani? Maana Mungu anasema siku moja ni miaka 1000, na miaka 1000 ni siku moja. Kwa hiyo anayeweza kusema kwamba umechelewa ni Mungu mwenyewe. Haleluya! Yaani kifupi, mtoto wa miaka 2 akifariki, anayeweza kusema kwamba huyu mtoto ameishi miaka michache mno, wa kwanza ni Mungu. Kwa wakati wewe unaona kameishi miaka 2, kumbe Mungu amechukua ile miaka 2 akazidisha mara 1000. Kwa hiyo wewe ukienda siku ya hukumu ukasema, Mungu, mimi kama ungenipa miaka 80 ningekutumikia mno. Mungu anakushangaa, anasema, ndugu, wewe unajiona kwamba uliishi miaka 30, lakini mimi nilikupa 30 mara 1000. Ndivyo ilivyo hesabu ya Mungu. Kwa hiyo hakuna kuchelewa, ila unatakiwa upate ile akili ya kujua majira, kwa sababu ukishajua majira utalijua kusudi la Mungu. Ukilijua kusudi la Mungu, maana yake utajua ufanye nini. Haleluya! Ukijua ufanye nini, maana yake unafahamu jambo gani usilifanye, jambo gani ulifanye, halafu unakuwa na utulivu. Mtu yoyote yule ambaye yuko nje ya majira, mtu yoyote ambaye ameambiwa
kwamba majira uliopo sio sahihi, anakuwa na haraka, hana utulivu. Yaani unaweza ukashangaa amepata mchumba akakubali, alafu baadaye akasema ila yule hapana, nilikubali tu kwa sababu niliona muda umeenda. Haleluya. Kwa hiyo unashangaa wakati watu wanatoa mahali, bwana mimi nimeona kuanzia leo hatuendani. Kwa nini? Kuna mwingine alijitokeza. Kwa shetani ndivyo alivyo. Yaani yeye anacheza na maamuzi yako. Na maamuzi yanakuja wapi? Maamuzi yanakuja kwenye majira, muda. Kilichomfanya Sauli akakosa kibali kwa Mungu, yaani achana na vitu vingine vyote, ni kitu kimoja ambacho Sauli aliingiwa nacho. Aliambiwa ya kwamba muda umeenda, kuna sadaka inatakiwa itolewe, na sadaka anayetakiwa kuitoa ni Samueli. Sauli akasema Samueli amechelewa, mpaka leo hajaja, siku ya 8, amechelewa sana huyu mtu. Kwa hiyo hapa inabidi niitoe mwenyewe tu. Kwa nini? Niko nje ya muda. Mungu anasema ya kwamba Sauli, ulichofanya ni upumbavu. Umefanya kitu kizuri sawa, lakini umekifanya nje ya majira. Kwa nini? Ulifanya kwa haraka. Uliona ya kwamba umechelewa, uliona ya kwamba ulitakiwa kutengeneza hicho kitu mapema. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9. Haleluya. Usiseme wewe mtumishi asomaji maandiko. Sisome kwa sababu ya muda. Haleluya. Ya ndio maana unaona nakutajia andiko na kuelezea inahusu nini, kwa sababu tu ya muda. Haleluya. Na tunatamani tupate chakula kizuri. Kwa hiyo Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9. Maandiko yanasema ya kwamba Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali kuvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote waifikirie toba. Haleluya. Kwa hiyo hapa andiko hili linatufundisha wazi kwamba huenda tukaa kwenye hali ambayo tunaona tumechelewa, tunaona majira yetu yametutupa mkono, kama vile ambavyo tulivyo na haraka. Nilipokwenda kule Tanga tuliwafundisha somo moja, nasema katika Matendo sura ya 19 Paulo alikutana na watu. Achana na hiyo kwanza, katika Yohana sura ya 4 mstari wa 42 mpaka 41. Siku moja Yesu kwanza alikutana na mwanamke mmoja Msamaria kisimani. Hiyo story itakuwa unaijua. Baada ya kukutana na hiyo Yesu, yule mwanamke akatendewa miujiza mingi. Akaenda kwenye kijiji chake cha Samaria, akawaelezea matendo makuu ya Mungu. Wale watu wakasema tunataka tumuone huyo Yesu. Akawapa namba, akawapa connection. Wakamwambia Yesu, tunakuomba uje kwetu, halafu ukae na sisi siku 2. Maandiko pale anasema wale watu wakakaa siku 2 kumsikiliza Yesu pasipokuwa na haraka ya kumaliza. Haleluya. Haleluya. Baada ya hapo matendo makuu yakatokea. Na hiyo story ya Matendo 19 nilokuwa nakwambia ni hivyo hivyo. Watu wamekaa chini wakajifunza neno la Mungu miaka 2. Baada ya hapo maandiko yanasema ile leso ya Paulo, watu walikuwa wakishika leso ya Paulo, watu wanapona. Ukija na nguo yako Paulo akiombea, ukimpelekea mgonjwa anapona. Ni nini? Ni mazao ya watu walioamua kukaa kwa kutulia. Sasa sisi hatuna utulivu. Mungu anasema bali kuvumilia kwenu. Mungu anapenda tuvumilie. Kwa sababu gani? Yeye hachelewi kutimiza ahadi yake, ila anataka asipotee hata mmoja wetu. Kwa wakati mwingine Mungu anasema huyu mtu ukimpa kazi, mbingu haji. Kwa angalau anasema ngoja tumvumilie, angalau akue, akae kanisani, neno limfundishe unyenyekevu. Haleluya. Bwana asifiwe. Yaani kuna mazila mengine Mungu anasema huyu mtu nikimpa fedha kiasi fulani wakati huu, kitakachotokea ni nini? Ni kiburi, ni ujivuni. Kuna watu wataacha kanisa kwa sababu yake. Yaani kuna watu kanisani wakibarikiwa kitu kidogo, wale ambao hawana hicho kitu watajua tu. Kwanza ataanza kuonyesha nyinyi mnaomba bila kuelewa.
Sasa hivi tumefikia kubaya, maana shetani ameshaleta sifa sasa kwamba ukiwa na vitu ndio umebarikiwa. Kwa hiyo anasema kwamba mpo kanisani mnaomba tu, ndio maana hamfanikiwi. Kwa hiyo sasa jamii sasa hivi imeacha kuomba, imeenda kufanya kazi. Kwa hiyo watu wako bize na kazi. Haleluya! Kwa hiyo watu wako bize na kazi, wanasema ukikaa kanisani utakuwa maskini. Wazee wetu huko nyuma walikuwa wako bize na Roho Mtakatifu, hawakuwa wanafanya kazi, ndio maana hawakuwa maskini. Kwa hiyo sasa jamani, tusikubali kuwa kama wao. Kwa hiyo sisi tumekufa kiroho, tumekimbilia kimwili. Hatuna muda wa kukaa kanisani, hatuna muda wa kujifunza, tuko bize. Yaani kifupi ni kwamba ibada inaisha saa ngapi? Haleluya! Tujue ibada inaisha saa ngapi, sio ibada inaanza saa ngapi. Haleluya! Kwa hiyo tuko bize, muda hautoshi. Aliyetuambia muda hautoshi ni nani? Sio Mungu. Yaani wewe niambie sehemu gani andiko limesema muda hautoshi? Ikiwa kama kuanzia asubuhi mpaka jioni tumeishi miaka 1000. Yaani ndio Mungu anavyotuona. Haleluya! Yaani wewe Mungu amekupa siku moja, amekuheshimu mno, amekupa miaka 1000. Lakini sasa wewe katika siku moja unasema muda hautoshi, uko bize, unawahi wapi? Una haraka unaenda wapi? Watu wametoka na pikipiki chap chap, wamefika mwendo kasi, imewagonga wamekufa. Kuisha habari. Ulikuwa unawahi wapi? Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Mungu anasema mvumilie, maana lengo lake kubwa hasa sio kutupa sisi fedha. Hata shetani lengo lake ni hilo. Wewe kuambia kusudi la Mungu au lengo la Mungu na la shetani vinafanana, ingawa hatima ni tofauti. Shetani yeye anaangalia utaishiaje, na Mungu anaangalia utaishiaje. Kwa shetani akamwambia Yesu, ukinisujudia, yani manake hatima yako ikiwa huku kwangu, chochote unachotaka nitakupa. Kwa hiyo ndugu yangu, ikiwa wewe unataka fedha, unataka si mali, shetani anakupa vizuri mno, yani kimbilia. Haleluya! Lakini ujue yeye ana lengo na hatima. Hana shida na hela. Hela ni makaratasi. Nani asiyejua? Nani ajua kama hela ni makaratasi ya Mungu? Kama unabisha ichukue 1000 ukikata hivi, si karatasi hivi. Haleluya! Mtu mmoja alikuwa ni tajiri kubwa sana, anaitwa Alexander the Great. Kama unasoma historia utakuwa unamjua. Kwa ni tajiri mkubwa sana. Haleluya! Au niache huo mfano maana ni wa kidunia. Ngoja nikuelezee mfano wa kwenye Biblia sasa. Haleluya! Bwana mmoja alikuwa ni tajiri, alikuwa anaishi na Lazaro. Tajiri mzuri mkubwa, anakula chakula kizuri. Alafu makombo wanampa Lazaro. Yule bwana alipoenda jehanamu, alienda yeye. Alafu vile vitu aliviacha. Kwa hiyo wale watu walioacha, aliwaachia fedha, aliwaachia majumba, aliwaachia vitu vya kifahari, magari. Sasa alipofika kule, akamwambia Ibrahimu, nakuomba umtume Lazaro aende kule duniani. Kuna ndugu zangu kule 5. Aende kule akawaambia wasifuate njia niliyoipita. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Unaona mawazo ya watu waliotangulia huko mbele ni tofauti na mawazo yetu. Sisi tunaona kwamba huyu baba aliyekufa, waliobaki wana neema, amewaachia fedha, amewaachia majumba, lakini kule analia, anasema Mungu wangu, kama nikipata nafasi ya kurudi nitawaambia jamani, uzeni hivi vyote, maana ni bure, havina thamani. Kwa hiyo yule tajiri anamwambia Lazaro, anamwambia Lazaro aende kule akawahubiria wale watu, kwa sababu ninajua watakuja huku nilipo. Kwa nini? Nilichowaachia hakiwezi kuwasaidia. Haleluya! Na leo watumishi wa Mungu, kwa hiyo Mungu anataka akupe kitu kwanza ili usipotee. Yaani yuko radhi kukupa chochote unachokitaka, lakini anaangalia, je, nikikupa hiki kitu utapotea? Kama anajua huyu mtu hajakuwa kiasi cha kumpa kitu. Yaani ni sawa alipotoa mfano mtumishi wa Mungu hapa, yule mtoto mdogo, nikisema ninampenda sana, ngoja nimpe gari, chukua gari hapa na ufunguo hapa. Akitoka nje hapo katagonga watu, mwisho wa siku ataondoka katakufa. Je, kumpa gari ilikuwa ni kitu kibaya watumishi?
Ilikuwa ni kitu kibaya? Ilikuwa ni kitu kizuri, lakini hakikuwa kwenye majira, lakini pia hakikuwa na mazao mazuri. Kwa hiyo Mungu anataka uwe mvumilivu, anataka uvumilie, uishi kwa kutulia. Mungu alimuuliza Hana, ni nani aliyekwambia kwamba hauna mtoto? Ukisoma utajua kwamba Hana aliambiwa hauna mtoto kwa sababu ya Penina. Nani alikwambia kwamba umechelewa kupata mtoto? Hana aliambiwa umechelewa kupata mtoto kwa sababu Penina. Kwa hiyo kwa mfano wewe hapo ulipo ungekuwa unakaa kwenye dunia ya peke yako, yaani uko kwenye kijiji ambacho uko wewe tu. Haleluya! Maana yake hauoni mtu mwenye gari, hauoni mtu mwenye kazi, hauoni mtu aliyovaa suti, hauoni mtu mwenye nini. Yaani kifupi maisha yako yalikuwa ni mazuri mno. Kwa kuwa yeye anayekwambia umechelewa, yule anayekwambia umechelewa sio wewe. Haleluya! Ila kuna sauti nyingine zinakwambia umechelewa kuolewa. Aliyekwambia umechelewa kuolewa ni nani? Nani aliyekwambia? Ndio Mungu anakuuliza hilo swali. Bwana asifiwe sana. Na afadhali Mungu upate nafasi ya kuuliza maswali. Mungu ana maswali magumu. Alimuuliza Ayubu maswali magumu. Ukiyasoma wewe mwenyewe utashangaa, utasema Mungu ni Mungu tu, tena akili zake hazichunguziki. Kwa hiyo anasisitiza, jamani, tuwe wavumilivu, tuvumilie. Anasema, nirudia hapo, anasema sio kama hao wengine wanavyodhani kukawia. Yaani wewe hautakiwi kuishi kama watu wengine wanavyodhani umechelewa sana kufanikiwa. Na shetani ni mjanja sana, ametafuta vijamaa vinafanya uovu wa ajabu, akavifanya vikawa maarufu katika umri mdogo, vikaonekana vina hela. Kwa ukija kanisani, vijana wa kanisani nao wanasema na sisi tunataka tuwe na hela. Tukiwaambia jamani tutakuwa na maombi, wanasema nyinyi tatuombea, tutuma sadaka. Alafu injili ya sasa ni mbaya, yaani ni injili ya sadaka. Kwa kama mtu kanaishi maisha yake, ila tu kanahakikisha kana hela, kanapata hela. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kakutuma tu hela mnakaona akenyewe kashirika kazuri sana. Tunamshukuru Mungu. Mchungaji anasema tunamshukuru Mungu, kuna kijana wetu Mungu amembariki sana, ingawa hatumuone, lakini Mungu amembariki sana na anamtumikia Mungu sana. Hivi vitu mnavyoviona hapa, hizi mic, hivi vyombo, ni Mungu amembariki, ametuletea. Haleluya! Ukija kufuatilia utakuta anaenda kwa waganga, ndio tumaini lake, ibada halisi kanaifanya kule, huku anatafuta kifuniko. Kwa nyinyi mkikaona mnakaona kama katumishi katoaji, katumikiaji, kumbe kamefundishwa. Kanisa linataka nini? Sadaka. Kanisa lionekane mwaminifu, sadaka. Kwa hiyo siku ya mwisho inafika, Mungu anasema jamani, mimi ni kina nani? Mbona sikuwajua? Mnaweza kushangana, hadi huyu. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo vumilia ndugu yangu, vumilia. Unapokuwa kwenye uhitaji, jambo la kwanza zingatia utulivu. Utulivu ni kitu kigumu na ni kizuri sana. Watu wengi hawana utulivu. Yesu Kristo alisema kwamba njooni kwangu, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Angalia mfano wa Yesu. Yesu ameenda kudaiwa kodi. Jamani, kodi tunadaiwa. Yesu katulia zake, anamwambia kodi, akamwambia nenda kwenye samaki, mfungue, weka ndoano yako, toa samaki utakayemkuta, lipa kodi. Yesu, hawa watu wana njaa sana, umehubiri muda mrefu. Yaani watu wengine hawana utulivu. Yeye yuko kiroho, ametulia zake, anafundisha watu neno. Wale wanafunzi wake akasema huyu naye Bwana angekuwa anawajua hawa watu, kwa sababu wale wanafunzi unajua walikuwa kwa watu tu. Kwa kuna muda labda walipita mazingira, wanakuta kuna mtu analalamika, Yesu wewe anahubiri sana, hata ombea saa ngapi? Tuna njaa. Wakaenda kumwambia Yesu, watu waruhusu, wana njaa. Haleluya. Lakini Yesu ametulia, akamwambia wapeni chakula, kwa kuwa nyinyi hamna utulivu, kwa kuwa mnachokihangaikia mnaona Mungu hawezi kuwapa. Kwa hiyo unakuwa una uhitaji, una mahangaiko, unasema kwamba
mbona sioni hichi kitu, mbona majira yameniacha? Hauna utulivu ndani yako. Wameenda kumkamata Yesu, wametoka kumkamata Yesu, wamekuja wamejipanga, wamemkuta Yesu pale. Yesu ametulia. Petro akachukua silaha, hana utulivu, kachukua silaha, kakimbia, kata sikio, tupambane. Yesu ametulia wakati huo. Alipotulia akawauliza, mnamtafuta nani? Na Yesu alijua wanakuja. Haleluya! Sasa wewe ukiwa kwenye changamoto una utulivu? Haleluya! Ukiwa kwenye changamoto una utulivu? Ukikwazwa una utulivu? Utulivu umesababisha ndoa zinakufa haraka. Watu wameona wana wiki 2, kinachovunja ile ndoa nini? Hakukuwa na utulivu. Mtu mmoja alikuwa ananisia, anasema Waislamu ukipewa taraka zile siku 3 zile ngapi, mnapewa tena muda wa kukaa miezi 3. Yaani taraka ameshapeana, ila mnakaa kwanza miezi 3 waone. Je, mtasameheana? Haleluya! Kwa hiyo muhimu kuwa na utulivu kwenye maisha yako. Unapokutana na changamoto, unapokuwa na uhitaji, hakikisha una utulivu, maana ndio kitu ambacho Mungu anakitafuta kwenye maisha yako. Utulie, ukae kwake. Sasa ukikosa utulivu, ndugu yangu, utashawishiwa sana na utashauriwa sana, na mwisho wa siku utafanya maamuzi ambayo yatakuangamiza. Unaweza kuongezea Maombolezo 3:25 mpaka 26. Haleluya! Tumekaribia kumaliza, watumishi wa Mungu. Haleluya! Bwana asifiwe. Mnanielewa? Lakini sasa kana najihubiria mwenyewe, lakini sio mbaya hata nikijihubiria. Haleluya! Amen. Maana inanisaidia na mimi niende mbinguni. Ndio lengo la Mungu, watumishi wa Mungu. Unamwona Lazaro yule maskini, yaani usione kwamba yule jamaa Mungu alikuwa amuone, hapana. Haleluya! Na mpaka ameandikwa kwenye Biblia Mungu alijivunia Lazaro ni maskini lakini yuko mbinguni. Nini kilichompeleka mbinguni? Sio umaskini. Maana kuna watu wanamhubiri vibaya Lazaro. Ngoja nishuke tena hapo. Kuna watu wanamhubiri sana vibaya Lazaro. Haleluya! Kusoma ile story utagundua ya kwamba Lazaro yuko pale, Mungu anakufundisha kitu. Haleluya! Umaskini haukumpeleka Lazaro mbinguni, na yule tajiri hakupelekwa jehanamu kwa sababu ya utajiri. Haleluya! Ila kilichompeleka Lazaro mbinguni ni ule uaminifu. Ukikaa na tajiri, ndugu yangu, ukiwa maskini afu ukikaa na tajiri, ukiwa mwaminifu, utaenda mbinguni 100%. Kwa nini? Ukiwa maskini ukikaa na tajiri, kuwa mwaminifu ni ngumu. Ngoja nikupe mfano mzuri. Wewe unafanya kazi na tajiri, alafu wewe ndio mhitaji. Tajiri unaona kuna mahala mazingira ameacha mlango wazi. Haleluya! Ameangusha 5,000. Kama kwa ile mfano mtu mwingine amedondosha hela, unaenda unaikanyaga. Baadaye unajisemesha, unasema ila huyu Mungu amembariki mno. Yaani 10,000 ni nyingi kwa mtu kama huyu wa mabilioni. Si ndio watumishi wa Mungu? Kwa sababu huwezi kukaa na tajiri alafu wewe unaona usio unaziona hela, asio anajisahau labda ameacha kitu fulani. Si ndio watumishi wa Mungu? Yaani ukikaa na tajiri kuna mazingira fulani ambayo hela itakuwa ni vitu vinavyokutembelea, unajaribiwa. Uko kwenye duka lakini unasema kwamba hata hivyo tajiri atapata hela nyingi sana. Hii ndio ipata bwana. Kwanza haina hesabu kwake. Wao hata kama ni kichenji unasema okay, huyu tajiri mkubwa bwana. Tajiri hii bwana wamesema inauzwa 500,000 bwana. Wewe umekuta unauza 100,000. Kwa sababu unajua tajiri hajali hela anazo nyingi, unasema yes. Kwa hiyo wewe unapambana kutoka kwenye umaskini, unaacha uaminifu. Ukifika mbinguni Mungu atakwambia muangalie Lazaro huyu hapa. Ataanza kuonesha picha sasa ya Lazaro alipokuwa anaishi nyumbani kwa tajiri. Mambo ambayo alikuwa anayaona ambayo angesema ndugu yangu leo nikichomoka na dhahabu maskini wangu kwisha. Lazaro akasema nitabaki kuwa mwaminifu hivi. Maandiko yanasema hivi katika Ufunuo wa pili, Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari nadhani wa 10 pale. Anasema najua dhiki ulionayo na umaskini ulionao. Kwenye mabano anasema lakini utajiri.
Haleluya! Anasema uwe mwaminifu hata kufa, nitakupa taji ya uzima. Kwa hata kama unajiona una uhitaji, unajiona ni maskini, unajiona una kitu, kwa Mungu unaonekana ni tajiri. Anayekwambia hauna kitu ni shetani. Haleluya! Wakati shetani anamfuata Yesu, anamwambia kwamba nitakupa dhahabu, nitakupa majumba na nini. Kipindi hicho Yesu alikuwa hana hivyo vitu. Sasa ungekuwa ni wewe, ungesema unajua, nina utumishi mkubwa mbele yangu, natakiwa nitembelee Samaria, niende Galilaya, nifanye nini? Kwa hiyo haina shida mtumishi, hii natakiwa nitumie hekima nipate hela hapa ya kusaidia huduma. Haleluya! Kwa shetani anakuletea fedha za kusaidia huduma, unapokea. Afu ukipokea, Mungu anakuuliza, ni nani alikwambia una? Nani alikwambia wewe ni maskini? Umepoteza uaminifu. Kwa hiyo umepata vitu vizuri, umepata fedha, mwisho wa siku unaanza kutukana watu. Mnaomba sana mpaka Bwana watokee, hamjaitwa, ndio maana huduma hazikui. Kumbe aliyekuja kukupa mkono wa shiriki ni shetani. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo utulivu ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako. Utulivu ni jambo la kuzingatia mno, hasa unapokuwa mhitaji. Dokta mmoja wa mambo tu ya afya, haleluya, alisema watu wengi hospitalini wanakuja, wanakuwa wakifika hospitalini ndio wanaugua zaidi. Kwa nini? Mtu anapojisikia kuumwa, hatua ya kwanza anakosa utulivu, kwa anachokimbilia kwa daktari. Kwa nini? Hana utulivu. Kwa kumbe kuna mazingira alikuwa tu anaumwa hali tu ya kawaida, mwili umeliaka, amealisha mara moja tu, lakini anaona mama yangu kakimbilia dawa hii 1 2 3 4 5. Mwisho wa siku magonjwa yanaongezeka, pressure. Mnaanza kuulizana, huyu alikuwa na pressure tangu lini? Hajawahi kuwa na pressure. Ndio sisi tunashangaa kilichotokea ni nini? Aliumwa akakosa utulivu, akakimbilia hospitali. Alipofika hospitali, kitanda cha jirani usiku wa manane mtu akafariki. Akasema the next is me. Tayari akaugua pressure. Lakini angekuwa nyumbani, asingeona mtu ambaye amefariki, si ndio mtumishi wa Mungu? Asingeingiwa na ile pressure ndani yake, asingeingiwa na hofu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo zingatia utulivu. Haleluya. Kwa hiyo jambo ambalo lingine Mungu anatupa, Mungu hutupa vitu ili kuimarisha agano lake. Haleluya. Kama ulivyosoma, ukisoma hizo stori za Ibrahim, utaona kwamba baada ya pale Ibrahim kutoa ile sadaka na kumpa Mungu shukurani na kusema Mungu ni mpaji, Mungu ni mtendaji, Mungu ni mtoaji, Mungu akaimarisha agano lake kwa Ibrahim, akamwambia utabarikiwa wewe na uzao wako, utakuwa baba wa mataifa. Mungu akambariki na kumzidisha Ibrahimu baada ya kutoa ile sadaka na kumpa Mungu sifa na utukufu. Haleluya. Kwa Mungu atakupa kile unachokuhitaji ili kuimarisha agano lako. Hapo unasoma habari ya Kumbukumbu la Torati 8:18, sema mimi ni Mungu nikupe nguvu ya kupata utajiri ili kuimarisha agano langu. Lakini pia utasoma Mwanzo 26 mstari wa 22 na kuendelea hapo. Alafu pia tutasoma Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 mpaka 12. Haleluya. Kwa Mungu hutupa ili kuimarisha agano. Yaani Mungu, kama nilivyosema hapo mwanzo, kwanza agano la kwanza la Mungu na mwanadamu ni mwanadamu aokolewe. Haleluya. Kwa lazima ujue, yaani agano lako kuu ambalo Mungu anataka kuliimarisha kwenye maisha yako wewe, hasa wewe mwanadamu wa leo, ni Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hilo ndio agano la kwanza, hilo ndio agano jipya. Kwa chochote kile ambacho Mungu anakupa, lazima ujue hicho kitu, je, kinakuja kuimarisha nipate uzima wa milele?
Ndio jambo la kwanza la kuzingatia. Haleluya! Uzima wa milele ndio agano la kwanza. Yaani unaweza ukamtumikia Mungu sana, unaweza ukafanya kazi ya Mungu mno, lakini kama kile unachokifanya hakiimalishi agano lako wewe la kupata uzima wa milele, kuisha habari yako. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema katika Mathayo 25 anasema kulikusanyika kundi kubwa la watu walokole. Haleluya! Huenda labda walienda na maiki, maana sijui mbinguni tutaendaje. Alifika pale wale walokole, Mungu akawaambia, jamani, tokeni kwangu kwa sikuwajua ninyi. Haleluya! Akamwambia, Bwana, hatukutoa mapepo kwa jina lako. Maana yake walikuwa ni wahubiri. Haleluya! Bwana, hatukujenga makanisa kusapoti injili. Bwana, hatukutembea na watumishi wa Mungu kuhubiri. Paulo mwenyewe anasema ya kwamba, ndugu, nisije nikaishia tu kuwahubiria na kuandikia manyaraka kibao alafu mimi mwenyewe nikaikosa mbingu. Kwa jambo la kuzingatia katika maisha yako, agano lako la kwanza ni wewe upate uzima milele, usipotee. Kwa hiyo mtumikie Mungu sana, na Mungu akikubariki katika huduma yako, watu wakaponywa magonjwa, watu wakamjua Mungu, watu wakainuliwa. Heshima na utukufu ni za Mungu, lakini je, zinaimarisha ndani yako agano la uzima wa milele? Haleluya! Yaani hauwezi kusema kwamba uko vizuri na Mungu kwa sababu watu wanapona au kwa sababu watu wanaamini injili. Maana hata Samsoni ametoka kuzini akanyanyua geti kwa mikono yake. Kwa Samsoni alikuwa na nguvu ambayo imetoka, yaani Mungu ameachilia nguvu ndani yake ya kutenda mambo makubwa, lakini hayuko vizuri na Mungu. Kwa unaweza kuwa unakiamia pepo zinatoka, unaweza kuwa unafanya kazi ya Mungu vizuri, lakini mahusiano yako na Mungu hayapo. Wakati mwingine Mungu inabidi tu ahusike na wale wanaopokea, wewe unakuwa ni Ichabod. Haleluya! Yaani utukufu wa Mungu haupo, umeondoka, ila unafanya kazi za Mungu, ila unashiriki vizuri kanisani. Ndio maana unaona kuna mtu kanaweza kuwa ni kahubiri kazuri lakini kazinzi kazuri, kanaweza kuwa ni kaimbaji kazuri kanisani, kakiimba upaka unashika unasema, wow, unajua fulani mimi akiimbaga I feel blessed so much. Haleluya! Lakini kumbe Mungu akiangalia anasema, maskini mwanangu. Haleluya! Wakati mwingine tutasoma hapo mbele, maandiko yanasema ya kwamba Mungu anaweza akaachilia mema kwenye maisha yako, sio kwa sababu unampendeza, sio kwa sababu unamfurahisha, ila anaachilia mema ili akuvute utubu. Haleluya! Maana kuna mwingine akikutana na mabaya anapotea moja kwa moja. Kwa Mungu anajifanya kama haoni, anasema, jamani, hebu achilieni abarikiwe, apate hiyo, kama ni fedha apate, ili afikirie hivi vitu vimetoka wapi. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Kwa hiyo nimesema Mungu yuko tayari kuangaika na maisha yetu. Lengo kuu hasa ni kuimarisha agano letu. Kwa Mungu akikupa fedha, Mungu akikupa kazi, Mungu akikupa huduma, Mungu akikupa utumishi, Mungu akikupa heshima, akikupa cheo, vyote hivyo Mungu anakupa ili kuimarisha agano lake na wewe. Na agano nini? Nimekwambia agano kuu ni wewe upate uzima wa milele. Hivyo tu. Ndio maana anasema anakuacha, wakati mwingine Mungu anajizuia kukupa jambo moja mbili tatu, kukupeleka sehemu moja mbili tatu. Lengo kuu hasa ni uweze kufikiria toba, yaani maana yake upandwe katika uzima wa milele. Hapendi upotee, hapendi upotee. Haleluya! Kwa hiyo pata vyote unavyohitaji, mahitaji yote ulionayo, lakini kumbuka lengo ni kukujenga wewe karibu na Mungu, kujenga wewe ushirika ulionao na Mungu, ndio lengo kuu hasa. Haleluya! Mtu mmoja alikuwa anaitwa Yabesi. Yabesi huyu alizaliwa katika ukoo ambao haukuwa umefanya mambo makubwa sana, na ukisoma historia yake ile kuanzia mstari wa kwanza pale tunaelezwa historia ya ukoo wa kina Yabesi, ukoo wa Yuda. Maandiko yanasema fulani akamzaa fulani, baadaye akafa. Ilipofika kwa Yabesi tukatolewa maelezo kusema Yabesi alikuwa ni mtu mwenye heshima. Haleluya!
Sasa huyu Yabes alikuwa na heshima, alikuwa Mungu amembariki kwa namna yake. Haleluya! Yabes alikuwa amebarikiwa, alikuwa anahudumia watu wengi, alikuwa na heshima kuliko nduguze. Ukiwa na heshima kuliko ndugu, watu watapiga hodi kwako. Yaani huwezi kuwa na hela kuliko ndugu zako afu usipigiwe simu, utakuwa kichaa. Na leo tumeshamu. Haleluya! Yaani Mungu akikupa fedha, watu wakajua una hela, hawawezi kuacha kupiga hodi. Lazima ndugu yako kijijini apige simu, bwana kaka yangu yuko sehemu fulani, Mungu amembariki 1 2 3. Halo kaka, naomba unisaidie mchele, nyumbani kwetu shida. Haleluya! Sasa angalia Yabes alichokifanya. Yabes akasema, Mungu kweli, Mungu umenibariki, lakini mimi napenda niendelee kukutumikia, napenda kuimarisha agano langu mimi na wewe. Yabes anamwambia Bwana, lao kama ungenibarikia kweli kweli, ukaniongezea hozi yangu. Maana yake nini? Kwamba Mungu usinipunguzie wahitaji, ila uniongezee katika kile nilicho nacho ili niweze kuwahudumia. Bwana asifiwe sana. Ndivyo hivyo, ndio kanuni ya Mungu. Yaani kadri ambavyo wewe unajaribu kutengeneza, kuna roho fulani imekuja sasa hivi inafundisha watu ubinafsi. Haleluya! Kwa hiyo unaambiwa, ndugu yangu, usiendekeze ndugu utakufa maskini. Shetani ni mjanja. Yaani katika watu, of course sio mtu, nimeshasema katika watu shetani sio mtu, nimesema katika watu ambao wanatumia akili sana ni shetani. Yaani unapoona jambo fulani limetokea, usikurupuke, tulia. Shetani anatumia akili mno. Sasa shetani anatuambia kwamba ukiendekeza ndugu utakufa maskini. Maana yake anakuambia nini? Ndugu, jitahidi kuwa mbinafsi, angalau uwe mchoyo kwa sehemu. Haleluya! Kwa hiyo ndugu zako wakikupigia simu, hutaki kupokea simu, kwa kuwa Mungu amekuinua, amekuweka mahali pazuri, umekuwa na heshima, kwa ndugu zako umewaacha. Lakini kanisani natoa vizuri. Maandiko yanasema mtu asiyejali wakwao ni mbaya kuliko yule asiye amini. Sasa wakwao sio humu ndani, ndio watumishi wa Mungu. Wakwao ni ndugu zako. Ndio maana maandiko sehemu nyingine yanasema mjane anahesabiwa kuwa mjane pale ambapo kutakuwa nyumbani hakuna watu wa kumsaidia. Yaani hana ndugu wa kumshika mkono. Ndivyo watumishi wa Mungu. Kwa mfano wewe ndugu yangu unataka kusaidia yatima, kwanza kabla hujakimbilia kusaidia yatima kwenye vituo, lazima uje kwenye familia yenu uangalie huku kwetu kwenye familia kuna nani ambaye ni yatima anahitaji msaada. Ukitoa pale alafu katoka hapo kaenda kwenye kituo cha yatima, Mungu anagusa maisha yako. Haleluya! Sasa ubaya ni kwamba kwenye yatima wa ndugu zako hakuna kamera. Yaani hakuna kwamba mtapiga picha, jamani tumepeleka sabuni, tumefanya nini. Sasa ni mwanadamu anapenda kale ka utukufu, kwamba nionekane nimefanya yeye anasikia. Haleluya! Lakini huku kwetu wajane tunao, hawana unga, hawana chakula, wana shida, lakini hatuwaoni. Tuko bize na wale kwenye vituo ili tuonekane. Bwana asaidie sana. Haleluya! Kwa Yabes akaenda kwa Mungu akamwambia, Mungu niongezee hozi yangu, zidisha utajiri wangu ili niweze kuimarisha agano langu na wewe, nisaidie wengi zaidi. Haleluya! Lazima uwe na maombi ya aina hiyo, Mungu akuzidishe. Haleluya! Utafika mahala ambapo, mimi nakumbuka tulienda na mke wangu Tanga. Fika kule, tumetoka sehemu moja Chalinze kule, tumesupport huduma. Haleluya! Tumesapoti ile kanisa karibu 3 milioni. Tukatoka pale tukasema, sasa jamani, tumeshamtumikia Mungu vya kutosha. Haleluya! Tupate muda wa kurelax sasa, angalau tufikirie na sisi mambo yetu. Tumefika kule Tanga, tumefika kanisa lile, watu wapo ila haona viti kama ulivyokalia wewe, wanakalia vibenchi. Bwana asifiwe sana. Nikasikia sasa nataka kununua viti, tukaagiza viti kama 25, karibu 500 na Bwana asifiwe sana. Tukaleta vile viti vya plastiki, tukaleta. Tulipomaliza, wakati ibada ya mwisho, Jumapili ya mwisho kabisa, tunasifu. Yaani wakati tunasifu,
sifa imekolea, ile video huwa ipo ni rekodi kidogo, kama nilivyokuwa mnasifu hapa. Ile video ni rekodi, watoto wangu wanapenda sana kuiona. Haleluya! Ni video nzuri, tulisifu mno, hakukuwa na vyombo ujue, kwa watu wamesifu, wamecheza, wameimba. Yaani yule unajua Mungu anashuka katika sifa. Sasa haiko kwenye maandiko, mimi nimeishuhudia, nikasikia ndani yangu Mungu ananiambia tununue vyombo. Sasa pale ingekuwa sasa ni mtu wa kawaida ambaye usikilize sauti ya Mungu, unaweza kusema ni mawazo yangu tu haya. Kwanza nimeshanunua viti, si ndivyo watumishi wa Mungu? Haleluya! Kwanza nimeshanunua viti, lakini Mungu ameleta ule ujumbe. Kwa hiyo tunaweza kusifu. Wakati nasema kuhubiri nikamwambia jamani, wakati tunasifu hitaji letu Mungu amelijibu. Haleluya! Sasa wengi tunaomba Mungu ila majibu kuna namna tunataka yatoke. Mtumishi mmoja wa Mungu aliwahi kufanya harambee. Haleluya! Akaalika mgeni rasmi ambaye kwanza unajua unapochagua mgeni rasmi unaangalia pochi nene. Kwa akatafuta mgeni rasmi ambaye anajua huyu hamna hapa kwa kiasi fulani. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Hivyo ndivyo tunapoangalia watu tofauti na Mungu. Kwa hata sisi humu ndani muweze kuta kuna kitu ambacho kinatakiwa kifanyike. Mungu anataka kuja ukifanya kile kitu, atutumie sisi humu ndani, lakini sisi masikio yetu na macho yetu yapo nje. Tunasema jamani, huyu mbunge atufikirie basi. Haleluya! Tunasemezana, yaani huyu bwana atufikirie basi jamani, anapita kila siku hapa. Kwa mnahangaika na mchungaji kupeleka barua kwa mbunge. Haleluya! Mungu ana watu humu ndani, anazungumza nao, lakini nini? Anasema ni mawazo yangu. Au wakati mwingine Mungu akiwaangalia hapati mtu wa kumwamini. Maana nini? Kila mtu macho yake yametoka nje. Yule ambaye atakiwa solution anatamani solution ipatikane sehemu nyingine. Yabesi akasema, Bwana unizidishie uzi yangu. Maana yake ni nini? Mungu, pamoja na kwamba ndugu zangu ni wengi ambao wana mahitaji wanakuja kuniomba, Bwana napenda kuwasaidia, kwa hivyo basi niongezee. Mungu akikuona una moyo wa hivyo, ndugu yangu, yaani kuna mazingira ambayo utahisi unapoteza, kumbe ndio unapata. Yesu alisema yule ambaye anataka kuiokoa nafsi yake ataiangamiza. Kwa wakati wewe unahisi kwamba unajibana ili ununue kiwanja, ndivyo unavyojiangamiza. Yaani kuna wakati mwingine Mungu anakuambia hiyo hela weka akiba kwa ajili ya kiwanja, itoe ifanye kazi ya Mungu. Unaweza kusema hamna. Bwana asifiwe sana. Unahisi kwamba umejisema umenunua kiwanja, kumbe umenunua kiwanja lakini umekataa kusudi la Mungu. Na leo watumishi wa Mungu, kwa hiyo katika ile ibada nikasikia hicho kitu. Kwa nikafika pale madhabahuni nikawaambia jamani, Mungu ameniambia 1 2 3. Haleluya! Sio kwamba hiyo hela ninayo, sio kwamba eti nimeiweka akiba, sio kwamba eti nimejibana nimeifanya, hapana. Lakini Mungu amesema mimi nitakiwa ifanye hicho kitu. Nikamwambia jamani, kesho, haleluya, kesho tunaagiza vitu Dar es Salaam. Kwa tukanunua mixer, tukanunua speaker, tukanunua kinanda, tukanunua na mic. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa wakati natoa hicho kitu ni karibu milioni 4. Haleluya. Wakati natoa hicho kitu pale chini kulikuwa kuna floor ya vumbi. Haleluya. Inabidi ipigwe zege karibu 600,000. Haleluya. Nikasema hatuwezi kuweka vyombo chini, kuna vumbi. Watu watasifuje? Watu walikuwa wanacheza pale chini, ilibidi wamwage kwanza vimaji ili mnapocheza mnaporuka, kama mlikuwa mnaruka hapa kulikuwa kuna vumbi, ningeelewa. Sasa cha ajabu, mnapokuwa mnaruka kuna vumbi hapa na wewe unaona kuna vumbi. Haleluya. Lakini unapata ujasiri wa kununua simenti za mchanga za nyumba za kujenga nyumbani kwako. Huko madhabahuni unapokuja kumpa Mungu sifa na utukufu unacheza mpaka vumbi. Unaona ugumu. Shetani ni mtu mfanye mjanja, yani ana tekniki fulani hatari. Haleluya. Kwa tukajitoa pamoja na kwamba tunataka kutumika sehemu fulani, lakini Mungu anakufundisha ya kwamba ninahitaji, hauna wewe hauna upungufu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tumetoa
lakini sio kwamba tumepungukiwa, sio kwamba tumeishiwa. Haleluya! Wakati mwingine kujishuhudia mwenyewe inaonekana unajisifia, sio kitu kizuri, ndio watukufu wa Mungu, lakini hatuwezi kuacha kusema utukufu ni kwa Mungu. Haleluya! Maana tusiposema sisi wa kanisani, mtasikia watu wa nje. Mkisikia watu wa nje, mtawaamini wale, mtaamini Mungu wao. Ndivyo ilivyo. Haleluya! Lakini inabidi tuseme tuliko kanisani ili ujue kwamba hata huko kanisani Mungu anatenda. Lengo kuu ni nini? Kuimarisha agano lako na Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kipengele cha mwisho sasa, mwishoni kabisa. Haleluya! Muda ule niliwaambia nimekaribia kumaliza lakini ni leo tu, yaani siku zingine nitakuwa mnatoka mapema watumishi. Sawa? Ndio hivyo watumishi wa Mungu. Kwani Jumapili iliyopita nilichelewa sana? Hapana, ni leo tu. Bwana asifiwe. Jambo la mwisho ni kwamba Mungu anatupa vitu ili tuwe wanyenyekevu, ili tunyenyekee. Haleluya! Unaweza ukasoma Kumbukumbu la Torati 8:12 mpaka 14, au ukasoma Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5. Lakini mimi nitakusomea Warumi 2:4. Warumi 2:4. Mungu anatupa vitu ili tunyenyekee, tuwe wanyenyekevu. Kwa hiyo Mungu anakupa kile unachokihitaji, kile unachokitaka, ili uwe mnyenyekevu kwenye maisha yako. Haleluya! Bwana asifiwe. Haleluya! Mliokuwa mmelala naona sasa mmeamka. Haleluya! Bwana asifiwe. Unajua kwenye kuhudumu hivi kuna majira watu wanalala, afu kuna majira usingizi unaisha wanaamka. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Lakini ninajua Bwana kwamba katika watu 32, haleluya, katika watu 32 watu ambao Mungu anakuwa amewakusudia, ambao pia wako tayari, wanakuwa ni 300. Si ndio hivyo watumishi wa Mungu? Ndio Gideon alivyotufundisha hivyo. Gideon alichukua wanajeshi 32 akafanya mchujo, waoga wakaondoka, wanaokunywa maji kwa kikombe wakaondoka, wakabaki 300. Mungu akasema nataka hao 300 tu. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna 300 ambao nimewaona ambao wao hawajasinzia kabisa. Haleluya! Hao 300 wakitoka vitani wataenda kuwahadithia kule nyumbani wengine, jamani, vita tuliopigana ni Mungu mwenyewe ametupigania. Haleluya! Sasa nimesema Mungu hutupa ili tuwe wanyenyekevu. Warumi sura ya 2 mstari wa 4 anasema, au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake. Au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake, na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Haleluya! Melelo andiko nalosema. Paulo anatufundisha kitu hapa, anasema ya kwamba wakati mwingine Mungu anakupa kitu, yaani Mungu anafanyika kuwa mwema kwako. Yaani inatufundisha nini? Kuna majira unaweza kuona kwamba mambo yako yanaenda vizuri mno. Sasa katika hayo majira shetani atakwambia, yaani sasa hivi ndio unampendeza Mungu. Yaani sasa hivi ndio Mungu sasa anatembea na wewe, milango imefunguka. Haleluya! Lakini kumbe katika majira ambayo wema wa Mungu umeongezeka kwenye maisha yako, ndio majira ambayo uko vibaya mno. Yaani Mungu anazidi kukoleza wema wake ili ufikirie toba. Kwa unapoona wema wa Mungu umezidi kwenye maisha yako, tafakari. Yaani ukiomba moja unapata, ukiomba mtoto unapata, ukiomba mtoto afaulu anafaulu, ukiomba kazi unapata, ukifanya nini unapata. Mambo yamenyooka, mambo yanaenda vizuri, wema wa Mungu umeongezeka. Anasema au waudharau ustahimilivu wa Mungu, waudharau uvumilivu wa Mungu. Yaani wakati mwingine maandiko anasema Mungu anajifanya kama hazioni.
Yaani unapokuwa mjinga, unapokuwa unaishi kwa matakwa yako wewe, yaani unafanya kitu ambacho unatakiwa upate adhabu kama walivyofanya Anania na Safira, Mungu anakaa kimya, anavumilia. Haleluya! Unakuja hapa kanisani, unaimbisha upako, watu wanajaza Roho Mtakatifu, lakini umetoka kuzini, ni mwongo, ni mdanganyifu, ni mwizi. Anasema unaudhalau ule uvumilivu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anaachilia ule wema, yale matendo unayoyaona yanatokea, anaachilia yale ili uweze kufikiria toba. Sasa wewe ukiona vile vitu unasema wa Mungu anafanya mimi nikiimbisha, utukufu unashuka. Halafu uovu mkubwa, hauna hofu ya Mungu, hauna mashaka. Kwa nini? Umeudhalau wema wa Mungu. Lakini Mungu anasema anaacha ule wema wake ili ukuvute kwenye toba, ili ufikirie toba ya kwamba pamoja na uovu nilionao, pamoja na dhambi nilizotenda, pamoja na mabaya niliyoyafikiria, pamoja na yote ambayo nimekuwa nikiyawaza juu ya mchungaji, lakini bado Mungu ananiwazia mema, bado Mungu ananiinua, bado Mungu ananifariji, bado Mungu anaishika biashara yangu, bado Mungu anaishika huduma yangu. Ni nini? Wema wa Mungu unakuvuta upate kutubu. Haleluya! Kwa hiyo ukiona Mungu anatenda mema kwenye maisha yako, tulia, kuwa mtulivu, utafakari. Wakati mwingine Mungu anakuita utubu. Yaani kwa lugha nyingine, Mungu anapoachilia mema kwenye maisha yako, jambo la kwanza la kufikiria, kwanza chunguza maisha yako, yatafakari, yatathmini, wapi umekosea? Mbona Mungu amekuwa mwema hivi kwangu? Kuna nini? Kama kuna kitu ambacho unaona kinataka kuharibika, kitengeneze, kirekebishe. Haleluya! Hilo ndio kusudi la Mungu. Kwa hiyo unaweza kuwa na uhitaji sana, unaweza kuwa na mahitaji mengi. Haleluya! Mungu anaweza kukupa mahitaji uliyohitaji, shida ulionayo, ile unachotamani kukipata, lakini lazima ujue ya kwamba Mungu anakupa kile kitu ili kukuvuta upate kutubu. Haleluya! Kwa lugha nyingine, kuna mazingira Mungu anakupa kitu pasipo yeye kupenda. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna mazingira Mungu anaweza kuruhusu upate kitu, lakini hajakifurahia, hajafurahishwa. Sasa unaishije katika mazingira kama hayo? Unavukaje? Kwa kuwa ni wachache mno wanaoepuka hicho kitu. Wana wa Israeli walikuwa wanahitaji mfalme, wakamfuata Samueli. Walipomfuata Samueli akawaambia, jamani, mfalme sio mtu mzuri, mnachokitaka sio kizuri. Haleluya! Mungu akamwambia Samueli, akamwambia hawa watu wanataka mfalme. Mfalme atawafanya kuwa watumwa, watamtumikia mfalme wao na watoto wao kila siku. Yaani mkishasema kuna mfalme tu, maana yake itabidi mlipe kodi, itabidi vijana wenu wafanye kazi nyumbani kwa mfalme. Kwa hiyo Mungu akawaambia, mnachokitaka jamani sio kizuri, ingawa kwa macho mnaona ni kizuri, lakini sio kizuri. Haleluya! Mwisho wa siku Mungu akasema okay, wacha niwape. Haleluya! Soma kwenye Samueli wa kwanza sura ya 12 yote. Mungu anawaambia wale wana wa Israeli kupitia Samueli, anasema ya kwamba ndugu zangu, nyinyi mmekuwa na shida ya ufalme. Mungu amewapa mfalme, lakini Mungu alikuwa ni mfalme kwenu. Yaani wakati nyinyi mnahitaji hicho kitu, Mungu tayari alikuwa ameshakishughulikia. Haleluya! Kwa hiyo wanapokea mfalme sio kwa matakwa ya Mungu. Sauli hakuja kwa sababu Mungu alikuwa ametaka, lakini ilifikia hatua Mungu akasema okay, ngoja niwape mfalme, akawachagulia Sauli. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika kuhitimisha kwetu sasa, ndio tunarudi pale mwanzo, tuangalie kwamba Mungu anapotupa kitu, je, tunachagua kuwa kama Sauli au tunachagua kuwa kama Hana? Haleluya! Mungu akikupa kitu, aidha alikuwa anataka au alikuwa hataki,
Lazima ujue hivyo vitu. Sio kila anachokupa Mungu alikuwa anataka. Yaani kuna wakati mwingine Mungu anaweza kukupa mke, sio kwamba alitaka kukupa. Umeelewa watumishi wa Mungu? Narudia tena, yaani kuna wakati mwingine Mungu anakupa kazi, sio kwamba alitaka kukupa kazi, ila uhitaji ulionao, jinsi unavyohitaji. Wakati mwingine Mungu anasema okay, wacha tumpe. Sasa ukipewa kitu kama hicho, epuka sana kuwa kama Sauli. Nimewaambia Mungu hakutaka taifa la Israeli liongozwe na mfalme, lakini mfalme wa kwanza ndiye Sauli. Mungu hakuwa amemchukia Sauli. Sauli alipatikana kwa Mungu kumwongoza Samueli, mtu wa kumchagua. Haleluya! Sauli amekutana na Mungu, Samueli amekutana na Mungu, akamsemesha namna mfalme atakavyokuwa. Samueli anaenda kukutana na Sauli, anampa picha ya kile ambacho Mungu amekiona juu yake. Na Sauli anatoka anapita kwenye kundi la manabii. Maandiko yanasema na Sauli naye akatabiri, au kwa lugha nyingine na yeye akajazwa Roho Mtakatifu. Haleluya! Kwa hiyo Sauli anakuwa mfalme, Mungu amemruhusu sasa. Ingawa mwanzo Mungu hakutaka Sauli yeye mfalme, hakutaka kuwepo na mfalme, lakini baadaye Mungu ameruhusu, amewapa mfalme. Sasa wako na mfalme, wanaishije? Wanatembeaje? Kwa Mungu akikupa kitu, au ametaka au hajataka, kuna vitu anavizingatia, kuna vitu anahitaji kwako. Unaweza ukapata kitu kweli Mungu akupenda, unaweza ukaanzisha kweli kitu ambacho Mungu akupenda, lakini namna unavyoishi utamfanya Mungu ahusike na kitu chako. Haleluya! Angalia hapo Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa 13, wakati tunamalizia. Haleluya! Samueli wa kwanza sura ya 13 mstari wa 13. Haleluya! Maandiko yanasema, naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu kushika amri ya Bwana Mungu wako niliyokuamuru, kwa maana Bwana angelifanya ufalme wako, Bwana angelifanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Haleluya! Naona nilitokea Sauli anapewa ufalme bila matakwa ya Mungu. Mungu hakutaka kuwa kuna mfalme, lakini tumeshafika sasa kwenye mazingira mfalme tunaye. Haleluya! Umeolewa, umepata kazi, haikuwa mapenzi ya Mungu, haikuwa kusudi la Mungu, lakini umefika kwenye mazingira kama hayo. Haleluya! Mungu anakuja kwako, anasema pamoja na kwamba umeolewa, pamoja na umepata kazi, haikuwa makusudi yangu, lakini sasa umeshapokea hicho kitu. Unaelewa watumishi wa Mungu? Anamwambia hivi Samuel anamwambia Sauli, ndugu, pamoja na kwamba ulipewa ufalme pasipokuwa na mapenzi ya Mungu, sio kusudi la Mungu, lakini Mungu alikusudia kuifanya imara ule ufalme wako. Lakini nini kilichokukosi? Ulichagua kutokutii, kutokufuata maagizo yake. Haleluya! Sasa Mungu anasema hivi katika Isaya sura ya 1 mstari wa 18, anasema njoni semezani, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Haleluya! zitakuwa nyeupe kama theluji. Anasema mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo ndugu yangu, huenda una uhitaji, lakini pia huenda una uhitaji Mungu amekupa kile ulichokuwa unakihitaji. Sielewi sana, lakini ninachofahamu ni kwamba kuna mazingira, kwa sababu ya ujinga tulionao, kutokujua, hatuoni mbele, tumelazimisha majira, hatuoni mbele. Mungu ameamua kuwa mwema, ameamua kuruhusu yale ambayo tulikuwa tunahitaji tumeyapata. Leo anaita, anasema ya kwamba wito wangu kwako ni huu, unitumikie. Aliwaambia wana wa Israeli, pamoja na kwamba mmetaka mfalme, sio matakwa yangu, lakini msiogope, mnitumikie tu, mfuate maagizo yangu. Haleluya! Kwa hiyo kama Sauli
angeamua kukaa vizuri, akasikiliza wito wa Mungu, akawa mtiifu kwa Mungu, leo hii tusingemwona kwamba Sauli ni mtu ambaye hakukubalika mbele za Mungu. Maana Samueli amesema ya kwamba Bwana Mungu angalifanya ufalme wako kuwa imara milele. Kwa ili Mungu asikutoe kwenye hiyo nafasi akampa Daudi, lazima ujue kutii maagizo ya Mungu, lazima ujue kufuata amri za Mungu, kusimama kwenye mapenzi ya Mungu, utulie kwa Mungu. Ndio maana anasema kwamba dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama theluji. Yaani huenda umepata kazi kwa dhambi, huenda umeipata ndoa kwa dhambi, huenda umeishi maisha ya dhambi, lakini bado Mungu ameruhusu hicho kitu kwako ili uweze kukitunza kile ulichokipata, hata kama ilikuwa sio vyema. Mungu anakuambia ya kwamba mimi sitaangalia ile dhambi, sitaangalia yale makosa uliyofanya, ila nitakachokiangalia ni kwamba wewe umekubali kutii sheria zangu, kutembea na mimi, umekubali wito wangu kwako. Hilo ndio jambo la kuzingatia. Kwa hiyo chochote kile ambacho Mungu amekupa kwenye maisha yako, hakikisha unatunza uaminifu wako kwa Mungu, unashika amri zake, unamtumikia. Haleluya! Hata kama mwanzo haukuwa mzuri, kumbuka Mungu anaangalia mwisho. Hata kama ukuanza vizuri, kuna watu wengine wamemkosea Mungu, wameanguka kwenye binaa, wakakimbia na kanisa, wakaacha imani, wakaacha utumishi. Haleluya! Mungu anasema ya kwamba njoo, dhambi zako zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Maana yake nitasahau uovu wako wala sitaukumbuka, lakini nachotaka ukubali na kutii, nachotaka unyenyekee. Ndio maana nimeruhusu uko hai, kwa sababu wema wa kwanza wa Mungu kwenye maisha yako ni uhai. Unaweza kuwa unauma mguu, lakini cha muhimu unapumua, oksijeni ya bure. Maana yake Mungu amekupendelea mno. Haleluya! Unaweza kuwa una mtoto, lakini ile umeolewa, Mungu amekupendelea mno. Haleluya! Huenda ulitakiwa hata mume usiwe naye. Mama yule mjane hana, tutamsemaje sasa? Yule hana mtoto, hana mume, lakini Mungu amemuondoa yule mwanaume ili yule mama aje amtumikie Mungu. Kwa wakati mwingine Mungu anaweza kukunyima mtoto ili umtumikie, kwa kuwa ukiwa na mtoto utakuwa bize. Haleluya! Hujui kusudi la Mungu, lakini Mungu anataka uwe mtulivu, uishi kwa kutulia, umtumikie yeye katika hali ulionayo. Kumbuka, jambo la mwisho na la kuzingatia ni utumishi wako mbele za Mungu. Na ashukuriwe Mungu, mwezi huu umejifunza faida za kumtumikia Mungu. Utumishi wako mbele za Mungu ndio kitu ambacho Mungu alikitaka kwa wana wa Israeli, kwa Sauli. Na utumishi wa kwanza ni kushika amri za Mungu. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Haleluya! Agano Jipya, Yesu Kristo anazungumza, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Amri zangu ni zipi? Anasema mkimpendana ninyi kwa ninyi. Watu wa nje, watu wa mataifa watajua ya kwamba mimi nilitoka mbinguni. Haleluya! Yaani wewe huhitaji kumwambia mtu amwamini Yesu Kristo kwa maneno, ila akija akakuona wewe na mshirika mwenzako mnavyopendana, mnavyoishi, yule atasema kwamba Yesu Kristo anayemwamini hawa watu alitoka mbinguni. Sio kwa sababu ya mkutano wa Injili, ila kwa sababu ya maisha yenu nyinyi. Kwa hiyo amri za Kristo za kushika, za kufuata. Mpende jirani yako kama nafsi yako, na umpende Mungu kwa moyo wako wote. Sasa huwezi kumpenda Mungu kwa nguvu zako zote na akili zako zote halafu mwenzako ukamsahau. Is impossible. Lazima uanze na huyu wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo simama hapo ulipo. Kwanza nimekwambia unamshukuru Mungu. Shukuru Mungu kwamba ameweza kukupa kile ambacho unahitaji. Haleluya. Na nimekwambia, anayekwambia hicho unachokihitaji hauna, sio Mungu. Yaani hata kama unaona bado kuna mambo Mungu hajakutendea, anayekwambia kwamba hayo mambo hayajatendeka sio Mungu.
Mungu muda wote yuko katika ukamilifu. Muda wote Mungu yuko katika utoshelevu. Yaani kama ni mponyaji, yeye ni mponyaji kamili. Uwe unaumwa uwe hauumwi, yeye Mungu ni mponyaji kamili. Ila wewe ndiye unayeamini kwamba hujapona. Wewe ndio unayejiona hujapona, na watu ambao watakuwa wanakuzunguka kushuhudia vibaya. Haleluya. Yeye anasema najua vitu unayopitia na umaskini ulionao, lakini utajiri. Kwa wakati wewe unajiona ni mdhaifu, ni mnyonge, yeye Mungu anakuona wewe una nguvu, anakuona wewe ni jasiri, anakuona wewe ni tajiri, anakuona una nguvu za kumtumikia. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha wakati tunaenda kumwomba Mungu, unamwambia Mungu kwanza, unamwomba Mungu rehema. Huenda Mungu amekuwa mwema mno kwako, alafu uone kama anakuvuta utubu, kwa sababu kadri Mungu anavyozidi kuwa mwema kwako unajihesabia haki. Unajiona ila mimi natoa sadaka, unajiona ila mimi unajua naomba sana. Sivyo. Mungu ni mwema kwako ili akufanye kuwa mnyenyekevu. Kwa hiyo wema wa Mungu kwenye maisha yako sio kwa sababu unatoa sana sadaka. Usijipe kiburi, usijihesabie haki. Haki inapatikana kwa imani. Yaani Mungu mwenyewe ndiye anayesema hili jambo ni sahihi, hili jambo sio sahihi. Haleluya. Bwana asifiwe, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo twende mbele za Mungu, tumwambie Mungu atupe rehema pale ambapo alikuwa mwema sana kwetu, hatukutambua na wala hatukukubali wala kurejea toba, aturehemu. Haleluya. Na yale ambayo tulimwomba Mungu akatutendea kwenye maisha yetu na Mungu hakufurahishwa nayo, atusaidie ile roho ya hekima na maarifa ya kujua namna ya kuenenda ili tuishi katika kumtukuza yeye tu, turudishe utukufu kwake. Haleluya.